Okay, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri sana. Bana mechi imemalizika, moja kati ya mechi ambayo nilikuwa natarajia kuona vitu vingi, nilikuwa natarajia kuona surprises nyingi sana. Kama ambavyo umeona wewe mwenyewe, bila shaka utakuwa umeona surprises. Naamini hii ni miongoni mwa mechi ambayo itamsababisha mpaka msemaji wa Simba Ahmed Ally ashindwe hadi kuongea. Yaani ninaamini kabisa hii ni mechi ambayo itasababisha hadi sauti yake ikauke kwa sababu ya furaha, kwa sababu ya achievement ambazo Simba wamezisubiri kwa muda mrefu sana. Ni moja kati ya mechi ambayo mimi naamini imeenda kutrigger hali ya furaha kwa kikosi cha Simba. Matamanio yao yametimia kwa kasi ya ajabu ambayo hakuna mtu ambaye alitarajia kwenye mechi big kama hii. Viongozi wa Simba wote naamini kabisa hii ni mechi ambayo wanahitaji kukaa chini na kuambizana like oya, we did it. Tumefanya kazi kubwa sana, tumekuwa serious sana, tumefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaenda katika hatua ya semifinal. Yani naamini moja kati ya siku ambazo sina uhakika kama Ahmed Ally anaweza kuongea ni siku ya leo. Sina uhakika hata kama leo akirudi nyumbani inabidi mke wake amtengeneze sijui nini kwa ajili ya kusaidia sauti yake iweze kurejea katika hali yake ya kawaida, kwa sababu nina uhakika yupo kwenye climax ya furaha. Imagine timu imecheza nusu finali miaka misimu mitano pasipo robo finali pasipo kuvuka. Yani wao walikuwa ni mwaka robo and then this time around wanaweza kupita kwenye hatua wakiwa na kocha ambaye ndo first time anafundisha timu kubwa kama Simba, timu ambayo imefanya mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi chao. Kikosi chao cha kwanza kina wachezaji watatu tu ambao wana experience na hii michuano na wamekaa ndani ya kikosi cha Simba. The rest wote ni wachezaji ambao ni wapya. Unakutana kikosi kama Al Masry, ulishapoteza bao 2-0, unakuja kwenye uwanja wako wa nyumbani unashinda bao 2, unaenda kwenye penalty shootout, unaenda kushinda kwa jumla ya penalty 4-1, ukiwa na Musa Pin Kamara anafanya kazi nzuri sana, big saves 2 sana. So kwangu mimi naamini leo ilikuwa ni mechi ambayo itasababisha viongozi wa kikosi cha Simba kuitana kwenye round table na kuambizana like oh yeah guys, we did it, but wanahitaji kujiuliza maswali mazito like what we did ikatusaidia sisi kuqualify kwenda katika hatua ya semifinal. Ni nini ambacho pia wanaweza kukifanya kuqualify wao kwenda katika hatua ambayo ni kubwa zaidi, kwa maana hatua ya semifinal, kwa sababu after kuipata hiyo quarter final kinachofuata ni nini? Semifinal kinachofuata ni nini? Ni final. Watu wanataka kuona sasa Simba sasa ikienda kupambana huko na wakubwa wengine kwa ajili ya kupata kombe trophy, kwa sababu tunaweza sema kwa hii Simba jinsi ilivyo sio tena timu ambayo inabidi ipambane nusu finali au robo finali, ni timu ambayo inabidi ipambane kwa ajili ya kufikia hata finali. Mapema sana tulianza watu wengi walikatia tamaa. To be honestly, inawezekana hata mimi mwenyewe nilikuwepo, kwa sababu ya aina ya football ambalo Waarabu wamekuwa kicheza. Niliamini kwamba Simba watakutana na timu ambayo itacheza sana chini. Ukiangalia hata mfumo ambao wamecheza leo Al Masry walikuwa wanacheza mfumo wa 3-1-4-2, kwa maana yake ni kwamba walikuwa na mabeki watatu, juu yao wamemweka kiungo mkabaji mmoja, juu yake wameweka viungo wakabaji watatu pamoja na kiungo mchezeshaji mmoja, na juu yake wameweka washambuliaji wawili. Lakini in fact wote ni kama leo walicheza na watu ambao ni viungo kiasilia. So ilikuwa inahitaji nguvu kubwa sana kuweza kuwachanganya. Na kwa wale ambao wanafuatilia vipindi vyetu na baadhi ya content ambazo nifanye, nilisema mapema ili Simba waweze kupata ushindi katika hii mechi wanahitaji kufanya mambo mengi sana kwa usahihi. Miongoni mwa mambo mengi sana ambayo inabidi wayafanye kwa usahihi ni pamoja na jambo la kuanza kwa Steven Mukwala, Mpanzu pamoja na Kibu Denis. Lakini sometimes nilikuwa nasema unaweza kuanza na Lada Kichasambi, Mpanzu pamoja na Kibu Denis. Kwa maana gani? Nilikuwa natamani Simba awe na striker ambaye sio standing striker, awe ni mobile, atakayeweza kusumbua ule ukuta wa kikosi cha Al Masry, wawe busy. Na ukiangalia kwa mfano kama mchezo wa leo, unakuja Kibu anakukimbiza, unaenda kule Mpanzu anakukimbiza, Mukwala anakukimbiza, and then Mukwala amefunga, Mpanzu amefunga. So wale watu ambao nilikuwa nazungumza kwamba ni mobile na watakuwa na watu wengi wa kuwasumbua, ukicompare na mchezo uliopita ambao walikuwa na mchezaji mmoja
moja tu ambaye alikuwa anawasumbua imeenda kujibu. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasifia kwenye kipindi cha kwanza ni usahihi wa matukio. Kwa maana kwenye mchezo uliopita haimaanishi Simba walicheza vibaya, walicheza vizuri sana. Lakini miongoni mwa kitu ambacho kiliwasababisha Simba wasipate matokeo mazuri ni usahihi wa matukio. Walikuwa na matukio machache sana ambayo waliyafanya kwa usahihi. Na bad thing ni kwamba ukishakuwa na usahihi wa matukio mbaya, maana yake ni ngumu pia kupata matokeo. Lakini kwenye mchezo wa leo unaona kabisa angalau Simba walienda ku upgrade ule usahihi wao, wakawa wanafika kwa muda, lakini pia na mashambulizi yao yakawa ya hatari kwa namna moja ama nyingine. End of the day wametumia dakika 20 kupata mabao yale mawili. Sasa mara baada ya kupata yale mabao mawili, nadhani strategy ya kikosi cha Al-Masry ikabadilika zaidi. Ikawa ni timu ambayo haikuwa inataka kucheza mpira, ilikuja kwa ajili ya kupoteza muda. That's bad thing. Kitu ambacho mimi nadhani Al-Masry kimewasababisha watoke kwenye hii michuano ni wao kuja kutocheza mpira. Hawakuja kucheza mpira. The guys ni kama vile walitrain kwa ajili ya kuja kupoteza muda. Kuanzia dakika ya kwanza kabisa walishaanza kupoteza muda. Na Simba ninaweza kuwasifia kwa kuweza kumaintain. Unajua kwa wale ambao wamecheza mpira wanaweza wakawa wananielewa. Hakuna kitu kibaya. Hakuna kitu kibaya kama hakuna kitu kibaya mfano kama ile ulisha labda tempo yako ilishakuwa juu. Yaani ushakimbia, ushafanya nini? So kuna namna ambavyo tempo yako inakuwa juu. Alafu mpira ukisimama kidogo, kuna namna mwili unakuwa ni mzito, unaanza kuitafuta rhythm. So walichokuwa nakifanya hawa kidogo Al-Masry ilikuwa ni kufanya hizo breakthrough. Kwa kila baada ya dakika kadhaa watausimamisha mchezo kwa dakika moja ama kwa sekunde 45, ambazo kiukweli kwenye mwili wa binadamu ni mwingi sana. Na end of the day unaweza ukajikuta umetoka mchezoni na umeweza kupoteza mchezo. Lakini Simba na wasifia kwa sababu walikuwa na uwezo wa kumaintain hiyo rhythm ile ile. Usimamishe mchezo usiusimamishe, wao wakianzisha lazima watakuwa na rhythm ya hali ya juu, watakukimbiza sana. Na in fact ninaweza nikawasifia kwenye ile eneo kwa sababu wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuwa na hiyo nguvu ya kukimbiza na kuweza kupambana. Lazima wasifie Simba kwenye hilo eneo. Lakini jambo la pili utasifia Musa Kamara kwenye penalty shootout. By the way, penalty shootout 80% tunamtegemea goalkeeper. Goalkeeper akifanya kazi yake 80%, maana yake wachezaji hawatotaka kumwangusha. Futa penalty zamana, penalty 2 tayari zilishatoa Simba mchezoni, lakini Simba wanajionyesha kwa kiasi gani walitrain kwenye hali zote mbili za mpira miguu. The way ambavyo Simba walivyokuwa wanacheza ilikuwa inaonyesha kana kwamba ni timu ambayo haikutrain kwa ajili ya kukabiliana na timu nyingine ambayo itakuwa inacheza defensive minded. But at the end of the day ninaweza nikasifia amefanya kazi moja fiti sana ambayo inahitaji pongezi, na mwisho siku anapata matokeo mazuri ya kwenda katika hatua inayofuata. Na hatua inayofuata maana yake ni nini? Ni semifinal. Na hapo anamsubiri mshindi kati ya Stellenbosch pamoja na kikosi cha Zamalek, mchezo ambao unaenda kuanza saa 1 hii, na tutakuja kukupatia matokeo nadhani mara baada ya kutokea je Stellenbosch ametoka ama Zamalek. Kukumbuka mchezo wa kwanza uliochezwa pale Afrika Kusini, Stellenbosch aliweza kumudu kutoka sare. So ataweza kumtoa Zamalek, maana yake iko ndio kituo cha Simba kinachofuata kwenda kungangana na Zamalek. Anaenda kukutana tena na Mwarabu kutoka Misri. Anakuwa ni timu nyingine ambayo imemtoa mtu kutoka Misri. Kama ataweza kuzitoa zote mbili, Simba atakuwa ameandika rekodi ya kumtoa Mwarabu. Lakini Simba leo wamevuna pesa nyingi sana. Moja, wamevuna milioni 20 za mama, achana na penalty kwa sababu hazihesabiki. Wamevuna milioni 20 za mama. Lakini wamevuna milioni 10 za Azim Dewji, lakini wamevuna shilingi milioni 500 kutoka kwa mwekezaji wao Mohamed Dewji ambaye aliweka bonus ya milioni 500 kama Simba wata reach out hatua ya semifinal. What a honor. Lakini pili, Simba watapata kiasi cha dola takriban 750,000 ambayo yote hii wanaipata mara baada ya kufanya vizuri. Wanapata kama reward kwa maana ya wakishia hatua ya semifinal wanapata hiyo dola 750,000. Lakini kama wata reach out hatua finali na kuwa mshindi wa pili, maana yake fedha itaongezeka kidogo. By the way, mimi niseme hongera sana kwa kikosi cha Simba. Mmefanya kazi moja nzuri sana. Mmetutoa kimasomaso wa Tanzania. Well done. Asante, ni bye bye.